Jeshi la anga la Israel limetekeleza shambulio la angani dhidi ya makao makuu ya shirika la utangazaji la Kiislamu la Iran, IRIB, jijini Tehran, wakati kituo hicho kilikuwa kinarusha matangazo yake ya moja kwa moja, yani live. Kipindi kilichokuwa kikirushwa ghafla kilikatizwa na mlipuko mkubwa uliotikisa jengo lote la IRIB. Kamera zilinasa tukio hilo moja kwa moja, zikionyesha vumbi zikitanda hewani, meza na vifaa vikidondoka, huku mtangazaji akikimbia kujiokoa kabla ya matangazo kukatika. Dakika chache baadaye, matangazo ya dharura yalirudi hewani kwa kutumia picha za awali pamoja na taarifa za Iran kuhusu mashambulizi yake ya kisasa dhidi ya Israel. Mashambulizi haya yamekuja baada ya wito uliotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kwa wakazi wa wilaya ya 3 jijini Tehran waondoke mara moja. Alieleza kuwa IRIB ni kipaza sauti cha propaganda ya utawala wa Kiislamu na hivyo kuwa miongoni mwa malengo halali ya operesheni inayoendelea. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mashambulizi haya ni sehemu ya kampeni ya siku 4 ambapo ndege zaidi ya 200 za kivita za Israel zimetekeleza mashambulizi dhidi ya zaidi ya malengo 100 ndani ya Iran. Hii ni pamoja na maeneo ya kijeshi, vinu vya nyuklia kama Natanz, Fordow na Pachin, pamoja na vituo vya amri na miundombinu ya mawasiliano. Iran nayo haijakaa kimya. Imetekeleza mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani drones dhidi ya mji mkuu wa Israel kama Tel Aviv, Haifa na Jerusalem. Takwimu za awali zinaonyesha zaidi ya watu 400 wameuawa nchini Iran, huku zaidi ya watu 1200 wakijeruhiwa. Kwa upande wa Israel, watu wasiopungua 24 wamefariki dunia na mamia kujeruhiwa. Tukio hili la kushambulia kwa kituo cha habari linaashiria mabadiliko ya kimkakati ambapo vyombo vya habari sasa vinaonekana kuwa sehemu ya vita, si kwa habari tu, bali kwa zana za vita vya kisaikolojia. Kwa mara ya kwanza, Iran imevamiwa kwa namna ya kutangaza hatari ya wazi kwa uhuru wa habari na matumizi ya mitandao ya utangazaji kama silaha za kivita. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Ulaya EU na kundi la G7 zimelaani ongezeko hili la mapigano na kuhimiza pande zote mbili kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, Iran imetishia kujiondoa kwenye mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT, hali inayozidisha wasiwasi wa kuibuka kwa vita vya wazi vya kikanda au hata kimataifa. Kwa sasa, hali ya taharuki inaendelea kutanda Tehran, huku waandishi wa habari, raia na watu wa misaada wakikimbilia maeneo salama. Israel nayo imetangaza kuendelea na mashambulizi hadi miundombinu yote ya vita ya Iran pamoja na ile ya kifikra na kisaikolojia itakaposambaratishwa kabisa.